Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kuwa utajiondoa kutoka kundi la nchi zinazouza mafuta kwa wingi duniani la OPEC ifikapo tarehe mosi mwezi Mei mwaka 2026, hatua itakayoiondoa mmoja wa wazalishaji wake wakubwa wa mafuta kutoka kundi hilo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Akizungumza jana na shirika la habari la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, waziri wa nishati wa miundombinu wa UAE Suhail Al-Mazrui alisema uamuzi wa nchi hiyo kujiondoa OPEC unaendana na mageuzi ya sera ya sekta hiyo sambamba na misingi ya soko la muda mrefu. Pia amesema unaakisi maono ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi katikati ya mabadiliko kwenye sekta ya nishati. Al-Mazrui amesema hatua hiyo itaiwezesha UAE kushirikiana kwa urahisi zaidi na washirika wake na wawekezaji kuhakikisha kwamba mahitaji ya soko la kimataifa la bidhaa za mafuta ghafi katika siku zijazo, kemikali za petroli, gasi asilia na sekta nyingine za nishati yanaweza kutimizwa. Ingawa Saudi Arabia na OPEC hazijauzungumzia uamuzi huo hadi sasa, waziri huyo wa nishati wa UAE amesisitiza kuwa uamuzi wa nchi yake haukutokana na mzozo wowote na jirani yake wa Ghuba. Kulingana na Al-Mazrui, wamekuwa wakifanya kazi pamoja kwa miaka mingi na wanawaheshimu sana wa Saudi kwa kuiongoza OPEC. UAE imesema wakiwa katika muungano huo wametoa mchango mkubwa na hata zaidi kwa manufaa ya wote. Hata hivyo, Umoja wa Falme za Kiarabu umesema muda umefika kwa nchi hiyo kuelekeza juhudi zake na kuzingatia zaidi maslahi yake ya kitaifa. Ingawa tangazo hilo lililotolewa jana Jumanne halijabadilisha chochote kuhusu kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, linaweza kusaidia kupunguza bei ya mafuta baada ya vita ikiwa UAE itaongeza uwezo wake wa uchimbaji. Siku ya Jumanne, pipa moja la mafuta ghafi lilikuwa linauzwa juu ya dola 111, ikiwa ni zaidi ya 50% ya bei yake kabla ya vita. Tangazo hilo la UAE lililotolewa kupitia shirika lake la habari WAM, nchi hiyo ilisema kuwa pia itaondoka katika kundi kubwa la OPEC Plus ambalo Urusi liliongoza kujaribu kuleta utulivu katika bei ya mafuta. Hatua hiyo ya kujiondoa kwa mzalishaji huyo mkubwa wa mafuta inatazamwa kama pigo kubwa kwa OPEC na OPEC Plus, huku ushawishi wa kundi hilo kwenye soko la mafuta la kimataifa ukitarajiwa kupungua. UAE ilijiunga na OPEC mwaka 1967, miaka 7 baada ya shirika hilo kuanzishwa. Takwimu zinaonyesha kuwa mwezi Februari mwaka huu, UAE ilishika nafasi ya 3 katika usafirishaji wa mafuta miongoni mwa wanachama wa OPEC, ikiwa nyuma ya Saudi Arabia na Iraq. Kabla ya UAE kutangaza kujiondoa, nchi wanachama wa OPEC zilichangia takriban 36% za uzalishaji wa mafuta duniani na kudhibiti kiasi cha 80% ya akiba ya mafuta iliyothibitishwa ulimwenguni. Ilikuwa ni Grace Kabogo huyu. Tunabakia bado kwenye kanda hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia kwa maneno kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kufuatia kansela huyo kuvikosoa vikali vita vya Iran, akisema Marekani imedhalilika mbele ya Tehran kwa kukosa mkakati ulio wazi kwenye vita hivyo. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Rais Trump aliandika katika mtandao wake wa Truth Social kwamba kansela Merz hajui anachokizungumzia, akisisitiza kwamba Iran ikiwa na silaha za nyuklia itataka kuitawala na kuishikilia mateka dunia nzima. Trump aliendelea kuandika kwamba amechukua hatua dhidi ya Iran, kitu ambacho mataifa mengine na marais wangelipaswa kufanya muda mrefu uliopita. Ameongeza kuwa matamshi ya Merz ya kiholela ndiyo yanayoifanya Ujerumani kufanya vibaya kiuchumi, huku akimtuhumu Merz kuridhia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Rais huyo wa Marekani ametetea hatua yake ya kuishambulia Iran, akisema nia yake ni kuizuia nchi hiyo kumiliki silaha hizo. Mapema wiki hii, kansela Merz alisema Marekani inadhalilika mbele ya Iran kwa kukosa mkakati ulio wazi kwenye vita na taifa hilo, akitahadharisha kwamba mzozo unaongezeka bila ya Washington kuwa na njia ya wazi ya kujitoa. Merz aliongeza kuwa Iran inajadiliana kwa ustadi mkubwa na kwamba nchi hiyo inaonekana kuwa na nguvu kuliko ilivyodhaniwa. Vita hivi vya maneno kati ya viongozi hao wawili vinatishia kuyumbisha mahusiano ya mataifa hayo mawili. Kabla ya malumbano haya ya Merz na Trump, viongozi hao walikuwa na mahusiano mazuri sana hadi kansela huyo Ujerumani akajiona kuwa miongoni mwa wanasiasa wachache walio na uwezo wa kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Trump, na pia ameshaalikwa katika ikulu ya White House mara kadhaa na mikutano yao ikiendeshwa bila changamoto yoyote. Huku haya yakiarifiwa, kansela wa zamani wa Ujerumani Olaf Scholz alijibu maneno hayo makali
kali ya Trump kwa mrithi wake Merz, akisema ushirikiano wa Ulaya na Marekani ni imara na unaweza kuhimili tofauti za maneno. Amesema tofauti kama hizo zinapojitokeza hazipaswi kuharibu ushirikiano. Naye waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul aliyoko New York kwa sasa akitafuta uungwaji wa Umoja wa Mataifa kwa Ujerumani kuwa mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alipohojiwa na mkuu wa DW Berlin Max Hoffman mjini New York juu ya mkwaruzano huo wa Merz na Trump, alisema matamshi ya kansela kuhusu Iran kuidhalilisha Marekani ni onyo la wazi kwa Teheran na kwamba Iran inaielewa vibaya nafasi yake na inajipa uzito mkubwa kupita kiasi katika mzozo huo. Hili lilikuwa onyo la wazi kwa Tehran ili isielewe vibaya hali ilivyo. Kwa sasa vita vimesitishwa kwa bahati nzuri, na nafasi hii inapaswa kuchukuliwa vyema na Iran. Kile tunachokiona ni kwamba Iran inavuta muda na haijadiliani ipasavyo. Alikuwa anazungumzia tabia ya Iran. Kama nilivyosema, wanaitumia vibaya nafasi yao. Hicho ndicho kansela alichosema. Haya yanajiri wakati bado utawala wa Trump ukiwa na mashaka ya kukubali pendekezo la Iran litakalotoa nafasi ya usitishwaji vita na kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz iwapo Marekani itaridhia kuondoa mzingiro dhidi ya meli za Iran pamoja na bandari. Pendekezo la Iran pia linajumuisha kuakhirisha mazungumzo juu ya mpango wake wa nyuklia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio tayari ameashiria kwamba hilo halitowezekana. Amesema makubaliano yoyote ya pamoja ni lazima yaizuie Iran kuendelea na mpango huo. Ni Amina. Mfalme Charles watatu wa Uingereza na Malkia Camilla wako katika ziara ya kitaifa ya siku 4 nchini Marekani inayolenga kuimarisha uhusiano ulioundwa kati ya Uingereza na koloni lake hilo la zamani kwa kipindi cha miaka 250 tangu uhuru, uhusiano ambao katika miaka hivi karibuni umetajwa kuwa maalum. Babu Abdalla amefuatilia ziara hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mfalme Charles wa Uingereza amelihutubia bunge la Marekani katika ziara yake ya kitaifa ya siku 4, akitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili licha ya changamoto zinazoikumba dunia kwa sasa. Mfalme Charles amesisitiza kwamba Uingereza na Marekani zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu unaojengwa juu ya misingi ya demokrasia na kwamba uhusiano huo utaendelea kuwa imara hata katika enzi ya misukosuko ya kimataifa. Hotuba yake imetolewa katika wakati ambapo kuna mgawanyiko mkubwa kati ya mataifa hayo mawili kuhusu vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Tofauti hizo zimeongezeka kutokana na msimamo wa Rais Donald Trump ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa jumuiya ya kujihami ya NATO na baadhi ya washirika wa Ulaya kwa kile anachokiona kama kusitasita kwao kutoa msaada wa kijeshi katika operesheni zinazoongozwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Trump pia ameonyesha msimamo usiothabiti kuhusu msaada wa kifedha na wa kijeshi kwa Ukraine na kuzua wasiwasi miongoni mwa washirika wa Magharibi. Ingawa ikulu ya Buckingham ilisisitiza mapema kuwa hotuba ya mfalme haitakuwa ya kisiasa, Charles aligusia masuala ambayo yamekuwa kiini cha mijadala ya kisera kati ya Marekani na Ulaya. Alizungumzia umuhimu wa kuendeleza msaada wa Marekani kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akionya kuhusu hali za hatari za kujitenga kimataifa na kupungua kwa ushirikiano wa kimataifa. Aidha, alitoa wito wa kulinda mazingira, swala ambalo limekuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya umma kwa miongo kadhaa. Katika sehemu ya historia ya hotuba yake, Mfalme Charles alikumbusha mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11, akisema kuwa mataifa hayo mawili yalijibu wito pamoja kama walivyofanya katika vita viwili vya dunia wakati wa enzi ya vita hivi, operesheni ya kijeshi nchini Afghanistan na juhudi nyingine za usalama wa pamoja. Amesisitiza kuwa ushirikiano huo wa kihistoria ndio msingi wa usalama wa pamoja wa mataifa hayo hadi leo. Hotuba hiyo imetolewa katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Marekani na Uingereza unaonekana kuregarega. Katika miezi ya karibuni kumekuwa na ishara za mvutano wa kisiasa kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili,
hasa kutokana na matamshi ya Trump kuhusu msimamo wa Uingereza katika suala zima la usalama wa kimataifa. Trump amekuwa akimkosoa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, akidai kuwa Uingereza haijajitolea vya kutosha katika juhudi za kijeshi dhidi ya Iran. Kwa kutoa hotuba hiyo, Mfalme Charles ameingia kwenye historia kama mtawala wa pili wa Uingereza kuwahi kulihutubia bunge la Marekani. Mama yake, Malkia Elizabeth wa pili, alihutubia mabunge yote mawili mwaka 1991 wakati wa kipindi kingine muhimu cha mabadiliko ya kimataifa baada ya vita baridi. DW tunavuma kwa kishindo.